shukrani kwa Mungu kwa siku ya leo. We are very thankful in front of the Lord today. Tunashukuru tena Mungu kutupatia hii tarehe. Tangu mwezi wa 12 tulikuwa na semina ya walemavu na Bwana, na tunashukuru kupata siku ya leo. We say thank you. We say thank you to God for having given us this opportunity once more to meet since December when we met last time when we had the seminar of couples. Na kwa hiyo tunashukuru tena Mungu kama tunakuwa hapa kwa ajili ya sherehe ya walemavu pamoja na watoto wao. And we also say thank you to God to see lay people or crippled people with their families around here with us. Tuseme Pasaka pamoja na walemavu. We wish you a best Passover together with the lay people. Biblia inasema mtakapokuwa mnafanya Pasaka yenu mwakumbuke na maskini. The Bible says that when you will be celebrating your Passover, you should, or your Easter, you should remember those who are unable. Na aliye karibu yenu naye mkaribishe kwa Pasaka. The one who is near you, welcome him in the name of Easter. Ndio tunashukuru kama tunakuwa hapa na walemavu na jamaa zao na watoto wao. Tunashukuru sana wake zao pia. That's why we say thank you to God to see lay people here together with their families and their wives together with the children. Kwa hiyo tunasema walemavu walio karibu Mungu awabariki. Those who are able to lift up their hands and God bless you. Ya pili tunasema karibu kwa wake wa walemavu ambao wako Secondly, we say welcome to the wives of lay people. They could say that. Wasimame wale watu walemavu wasimame. The wives of lay people would say that. Asante, karibu na Mungu awabariki. Welcome and God bless you. Pili tunasema karibu kwa watoto wa walemavu. Welcome the children of lay people who are here. Ndio alika wasimame na wapepee. Stand up and wave to the crowd. Asante, Mungu awabariki sana. And God bless you so much. Tunakuwa na jamaa kubwa We kabisa. have a great family here. Na pia tunasema pole kwa mama Chilakaza ambaye mume wake mlemavu alifariki. We also sympathize with we say we present our sympathy to the wife of Chilakaza who was the lady here who died recently. Asante, kwa hiyo tunawashukuru sana. Karibu kwa siku ya leo. That's why we say thank you, and for today we say really God bless you. Unajua pia katika hii sherehe ya watoto wa walemavu tumeshirikisha pia na watoto wasiokuwa walemavu, maana lazima wote wakae pamoja. You know, for this day of celebrating the day of the children, those who are lame, we also welcome children whose father are not lame. Tuliwaalika wale vijana wetu wasimame kundi kubwa. Mwakaribishe kwa makofi. Welcome and God bless you. Wamejitoa kusema lazima tutaimba pamoja na wenzetu watoto. They have devoted their time saying that they should sing together with other sherehe ambayo inaitwa Pasaka na walemavu. Their group is called is Passover together with the lay people. Pia tunakuwa na zawadi ambazo tutazigawa kwa watoto. We have some gifts to give to children. Nadhani mliona kila mmoja alipata karatasi tuliandika hapo ni ya kugawia watoto walemavu mazawadi walio chini ya miaka 10 na ndio nakiwa. I think you received a sheet of paper on which they write that you should receive something like a present, a gift to the children of the lay people. Sio wote tujikaribishe kwa kupigiana makofi. Asante. Thank you. Yesu asifiwe. Tunapokutana hivi nasikia furaha ya pekee sana kabisa. Sasa tutampa Mungu heshima na utukufu, tutaabudu Mungu kabla tusikie kwaya yetu, tutampa kwanza Mungu utukufu. Amen. Basi tutasimama kwa wale wana nguvu za kusimama na uwezo wa kusimama, na tunamwachia Sara dakika hizi atuongoze katika sifa na mabudu.
even say thank you to the group from Sweden which support us whenever they understand that we have this movement of disabled people. Tulishukuru pia kwa na wale ndani shambani kwa mwaka jana. We also say pia alisaidia kwa mafundisho kwa semina ya couple za walemavu. We also say thank you to Sister Charlie who helped us with the preaching of the last year preaching of disabled people. Tunashukuru pia. We also say thank you kwa wote ambao wamesaidia, to all those who support us. Wakati mwingine tuliona pia hata mwaka juu tuliona pia wale wa ndugu wa Tia Fonde walisaidia na mabuku. We also say thank you to those people from Tia Found who helped us the previous year with some chicken. Tunashukuru pia tena, mnakumbuka tuliwaambia kuna mzungu mmoja alikuwa hapa akatupatia franga kidogo ya kulipia watoto university. Tunakumbuka. We say also thank you to the white man who came here last time and he gave us an amount of money which helped to pay for our children's fees. Tunashukuru wote ambao wanasikia maono haya na wanawivu kutunga mkono. And we say thank you to those who have who don't find who feels to help these people whenever it is needed. Mara moja sasa tunaingia kwa kipindi cha at once we begin that step of kugawia watoto wetu, that step of distributing to our children. Mmoja wetu alisema hivi. I remember one of us said this. Nashukuru maana si walemavu ambao mnaachilia na watoto wetu. He said that thank you so much to you because you don't even let our children, you support them. Maana tunapofika hapa tunapatia marasio na tunaenda nao watu fulani wanafanya. Because most of the time when we come here you always give us some meals to go to help our families. Tunashukuru sana wakati mwingine tumepata manguo. Most of the time we get clothes to
clothes for our families. Wakati mwingine tumepewa manguo za watoto, tunashukuru sana. Most of the time we get clothes of our children. Wakati mwingine wababa wanapata, tunashukuru sana. Most of the time fathers get also means we say thank you. Najua kuna watu wangali watenda kukazi kujuana na wengine watu wanaenda. You know that there are some people who are still going to work in Rwanda in different ways. Kwenda kutafuta maisha. Just to go to look for survival. Asante, tunashukuru sana. Thank you so much to you. Na waimbaji wamepatia wimbo Kiswahili makarano. And our choir can give. We are going to give to those who are present here. Giscard. Where is Giscard? Kuja. Come. Miaka 6. Tano mpaka. Asante. Where is the young Godin? His young sister. Miaka 2. 2 years. Asante. Thank you. You can take them to their places. Edith na bibi. Edith Nabantu, where is she? Edith miaka 5. She is 5 years old. Where is Edith? Okay. She's Edith. She's 5. Asante. Oh, yo, Where is Eliane? How old is she? She's here. Where is Degas? She's here. Sarah. Where is Sarah? Okay, asante. Thank you. Willie Walmona. Where is Willie? He is 14 years old. Deborah. A girl of 10 years old. Okay, asante. Jamaa ya Chiba. The family of Chiba. Vicky Mbalam. Fille. 14 ans. Vicky is 14 years old. Vicky c'est le garçon. Et quoi? Vicky is a girl. Alikuwa hapa na Silvile, alikuwa hapa na akaenda kwa kujuana huko kwa He was here and then he left. Where is Samuel? Samuel kwa miaka He is 2 years old. Samuel miaka 2. Garçon. Elia. Elisha.
Maswali. Eric. Miaka 8. Garçon. Francine Safari. Miaka 10. 10 ans. Rachel, Bien, garçon de Asante. Gérard. Dorothée, c'est ta fille. Vestin. Juliette. Marizoso, qui est 3 ans. Asante. Mbala, kuja mtamatia na Samuel, garçon, 8 ans. Asante, mela kurudi. Esther alikuwa 8 ans garçon. Esther, kwa Esther 14 ans. Kama kuna sagesse inafika mwanzo. Nani? Gloria. Batoto ya kulosa. Okay.
Asante. Msaada. Musa, simama. Wabula naweza. Sagayo. Nepa. Wewe msaada. Okay, onza. Sagayo. Nepa. Faida Seta Mukisha Sio miaka 5. Okay, sawa. Murudie sasa. 3 ans. Asima. No. Pesa. Tunawashukuru sana. We thank you so much kwa wote ambao wamejitahidi kufika. for those who devoted their time to come. Watoto kimi kwa maneno mafupi tuondoke wapenda kwenda. Briefly speaking, because we are saving time to go home, Tunamwalika Papa Damien kufika kutoa shukrani. we welcome Father Damien to give his thanksgiving testimony. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na moyo wa shukrani. I'm so grateful kuona makuu yenye Mungu anaendelea kututendea. To see what God is still doing in our lives. Sisi kama vile walemavu, we as disabled people, tunashukuru Mungu sana. We thank the Lord so much kwa kazi anaendelea kufanya kwetu, for what he is still doing in our lives. Sababu Yesu angekubali kuingia msalabani, because if Jesus couldn't fetch the cross, mlemavu hangeonekana hapa. The disabled people could not be here. Mlemavu alikuwa kama vile najisi. The disabled people was not allowed to come in the church. Lakini kwa neema ya Mwenyezi Mungu, but by the grace of the Lord, tumepata neema. We have got the grace. Ndio maana tuna moyo wa shukrani sana. That's why we are so much grateful. Tunashukuru Mungu wetu kwa kazi wa watu wote wanaendelea kujitoa kwetu. We say thank you to the Lord for all the people who keeps on supporting us. Mwezi ya 12 tulikuwa hapa, tulipata msaada. In December we got the help, we were here. Na tunaendelea kushukuru Mungu sana. And we go on giving thanks to the Lord. Tunashukuru kwa wale wote wanaounga Pasteri Fidele mkono. We say thank you to those who keep on supporting Pastor Fidel. Kusudi sisi walemavu tupate msaada. So as we disabled people to be helped. Kusudi watoto wetu wasome. So as our children could go to school. Kusudi tulipiwe manyumba. So as they pay renting fees for us. Tunawashukuru sana. We thank you so much. Tunashukuru pastor wa Labote. We thank all the pastors from Labote. Tunashukuru Dr. Mkweki. We thank
Dr. Mukwege. Na yote ningesema hapa pastor alishakuitamka pale. And all what I should say here, the pastor has already said that. Tunashukuru ONG yenyewe inajiunga na watoto. We say thanks to the NGO which support children. Na nayo inajiunga pamoja na sisi tusaidie. And this NGO is supporting also we as disabled people. Tuna moyo wa shukrani sana. We are so much grateful. Na Mungu awabariki. And God bless you. Hello, people of God. God bless you. We present our gratitude in front of the Lord. We say praise be to the Lord. Because we disabled people, we survive difficultly. But God met our pastor Fidel. And God put the heart of compassion in him so that he could help us. Because pastors are many around the world. But they didn't got this gift of Pastor Fidel to get compassion to we disabled people. If we keep on living, it's because God has met Pastor Fidel. He helped us in different ways. We as disabled people, we are neglected all over the world. But God met Pastor Fidel to give him the heart of helping us. For this year 2014, I am always invited, but I have never come in such a meeting. But for that I ask forgiveness because I am always invited, but I've never come. But Pastor told me to church yesterday to do my best to come. And I answered that I should come. But I as well, I have children, but they didn't write my children. And I hope that he will get more gift and help because God will touch those I say God bless the Church of Labote and his servant and Pastor Fidel also. Thank you. Asante. Tunamwalika mama moja kwa bibi ya walemavu. Tunamwalika mama. Welcome one woman among the wives of disabled people. Praise the Lord. I am standing up here as a wife of a disabled man. I am not going to get tired of thanking the Lord. We can't get tired of saying thanks to our father, Pastor Fidel. Can't repeat what is being said, but there are many things to say thank you to Pastor Fidel. We said that we ask God to keep on increasing knowledge to him, to keep on increasing the heart of love in him. Truly speaking, there are many pastors in the DRC and in Bukavu. But all these pastors don't have this vision of Pastor Fidel to fellowship together with the lame people. We can't get tired because he's our help here.
Fidel. Our husband get what to get clothed with through Pastor Fidel. Shie ba mama babibi ya balemavu tunaendelea kuvala kupitia baba Pastor Fidel amekuja kuvalisha hata limoya wala marafiki. We as wives of these lame people, we get clothes through Pastor Fidel, not once but several times when he gets watoto here. yetu vile vile wanaendelea kushughulikiwa na kuvala hapa kwa baba Pastor. The same thing for our children, they get what to clothe themselves through Pastor Fidel na here. leo tunashukuru Mungu kuona watoto wetu makanisa ziko mingi zigabula makado fasi za mingi sana, lakini kwa mshituko mkubwa tulishituka na watoto wetu Pastor Fidel anabaita nao bakie bapokee makado watoto wa walemavu benye bakumbuki wake hata fasi zote. There are many churches which did the same act of giving gift to children, but we were surprised to see Pastor Fidel remembered about our children, we as disabled people, because we are neglected all over the society. Baba tutasema mingi, tunaendelea kushukuru Mungu, naendelea kukubariki baba na kuongezea ya upendo. Kwa mwisho tunasikia And at last we are going to listen to wadada walemavu, the sisters, wale wa vijana. Tunakuwa na Sarana atakuya aseme neno kwa niaba yetu. among sisters. We are going to listen Sisi to walemavu vijana. one lame girl who is a young girl. She's going to talk on behalf of the young disabled people. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Shie vijana We as young people, walemavu as disabled young people, tunashukuru Mungu sana we thank so much our Lord kwa maono hii makubwa for this great vision ambao ametia ndani ya mtumishi Pastor Fidel. which he has put in his servant Pastor Fidel. Ni kweli tulikuwa Wakristo wa makanisa, Really, we are Christians from churches lakini hakuna siku walikuwa called like this. kama tunakuwa na ifasi yetu shie peke. If we have this particular place, Tunashukuru Mungu kabisa. we are grateful to the Lord. Na watu beliko na miguu And the people who have the feet, wanatukarilia shibe hatuna miguu. they have welcomed us and they approach us, we who have no feet. Tunasikia tuko bien. We feel really we are happy. Tunashukuru Mungu sana. We say thanks to the Lord so much Maana yeye hakutubagua. because He has never met discrimination to us. Anakubali kukala mshia, He accepted to dwell with us. anatupatia huduma He gives us the ministry na vipawa vya Roho Mtakatifu. and the Holy Spirit gifts. Tunasema asante. Really, we are grateful to Him. Amen. Thank so much, God, for giving us this day, ambayo kwetu inaitwa Pasaka pamoja na walemavu. which is called Easter together with disabled people. Tutaangalia mambo Yesu alipofufuka, nini ilifanyika. We are going to see what happened when Jesus got resurrection. Tunasoma kitabu cha Yohana sura 21 We are going to read in the Gospel of John, chapter 21, na tunasoma pale kwa mstari wake wa 9. and verse 9. Inasema basi waliposhuka pwani wakaona huko moto wa makaa na juu yake pametiwa samaki na mkate. Yesu akawaambia, leteni hapa baadhi ya samaki mliowavua sasa hivi. Basi Simoni Petro akapanda chomboni akalivuta lile jarife limejaa samaki wakubwa 153, na ijapokuwa ni wengi namna hiyo, jarife alikupasuka. Yesu akamwambia, njoni mfungue kinywa. Wala kuna mtu katikati ya wanafunzi aliyemuuliza, unani wewe? Wakijua ya kuwa ni Bwana. Yesu akaenda akautoa mkate akawapa na samaki vivyo hivyo. Hivyo ndivyo mara ya tatu Yesu anaonekana kwa wanafunzi wake baada ya kufufuka kwake. Amen. When Jesus called them and he asked them to bring what they have caught in their fishing, and when they reached, they brought, he gave them bread and fish
fish to eat, and this was the third time when Jesus appeared to his disciples. Yaani Yesu amefufuka kama Pasaka. It means that Jesus has got resurrection at Easter. Anatokea wanafunzi wawili ambao akili zao zinababaika, He zinachanganyikiwa. appeared to his two disciples whose mind was disturbed so much. Akakuwa faraja kwao kabisa, akawatia moyo. Asema unazungumza juu ya nini? He was a help for them, and he asked them what they were talking about. Kama akili zako zinachanganyikiwa, mawazo yanakupita sana, Yesu amefufuka. When your mind is disturbed and is troubled, really Jesus has got resurrection for you. Wakati mwingine Yesu tena anawatokea wanafunzi wake mchumba. Another time Jesus appeared to his disciples being in a room. Walikuwa na woga mkali sana. They were so much terrified. Wameogopa sana. They were afraid so much. Basi Yesu akawatokea. And then Jesus appeared to them. Alipowatokea, When he appeared to them, akawaambia msifadhaike. he told them, do not fear. Ni mimi, msifadhaike. It's I, don't be afraid. Kila mwenye hapa yuko na woga. And you who are here and you are terrified, Uko na woga ya maisha. you are afraid about life. Uko na woga wa manyakati tu kwamba. You are terrified about circumstances in which we are. Tunakujulisha Yesu amefufuka, amesema usiogope. We tell you that Jesus has got resurrection and you shouldn't be afraid Hapo anymore. wanasema tena ni mara ya tatu Yesu anaonekana. And it says here that it is the third time that Jesus has appeared. Wanafunzi wanaenda kutafuta chakula ya kula. His disciples went to look for food to eat. Kama vile na hawa walemavu wote mara mnaenda kunazunguka kutafuta chakula. Yes, it is the same case for you, disabled people, going here and then looking for Na food. wakati mwingine hampate chakula. And most of the time you don't get what you are Unashindwa kujibia mahitaji yenu. It is impossible to get the answer to your requests. Mnakuwa na watoto, You have children, mnakuwa na wake, you have wives, mnakuwa na waume, you have husbands, mnakuwa na vitu mingi. you have so many things, Mahitaji iko you mingi. have so many requests, Kusomesha watoto ni shida. you have needs to Kukula ni shida. help your children to eat, Kuvala ni shida. to clothe them. Kila kitu ni shida. Everything is Na unaenda mnatafuta. and you go on struggling here and there. Lakini ujumbe ya leo, But today's message, Yesu aliyefufuka Jesus who got a resurrection, akafika kwenye liko wanatafuta samaki wende wakule kwa idadi yao. he reached where they were looking for fish which they could go to eat. Alipowatokea watu wananoa samaki, When he appeared, those who were fishing, hakuna vile wamehangaika wapate he kitu. found that they were in trouble because they found nothing. Wakamwona Yesu anashuka pale, They saw Jesus coming down. akawaambia amani kwenu. He told them, peace be with you. Kisha akawaambia, And then he told them, ili mko anatafuta maisha, as you are looking for life, namna ya kuishi, how to survive, lakini amupate. but you don't find how to live. Yeye amefufuka. But he has got resurrection. Akamwambia Petro, He told to Peter, tupa wavu pale. throw your net over there. Haleluya. Amen. Yeye ndiye anajua kwenye samaki ziki. He is the one who knows where fish are located. Akamwambia mtupe wavu pale. He told them, throw your net over there. Na nyinyi wote mko na mahitaji. Because I have found that all of you are needy. Mko na shida. You have problems. Haiko ya kiroho. It is not a spiritual Ndio problem. maana sisi katika huduma yetu, That's why we in our ministry, katika hii huduma yetu, in our ministry, tunachukua jamaa za walemavu. which takes in charge the families of disabled Tuwaonyeshe kwamba people. mfanye kazi. This is to push you to work. Hata kama mtaweza, Even if you will be unable to Yesu work, anawawezesha but kujitahidi. Jesus will help you. Hata utagusa Yesu anakuwa pale, maana If you will tell Jesus will be there because he has gone out. ndani yangu anahitaji nama hayaunga. If he found that you need flour to eat, Anahitaji mambo ya kuwalisha watoto na wao wabaya. to clothe your children, Na ndio maana mnajitesa kabisa. that's why you are struggling for that. Nashukuru sana wewe unaposema sana. Furaha yangu iko na wengi wenu hawakai basi moja, wanatafuta maisha. My happiness is that I see many of you going here and helping for Kama us to Mungu survive. angetupatia vifaa kabisa, tungewainua kwenye kazi. If God would give us means, really we would support you for what Maana you yeye need. aliwaambia mtupe yako hapa. Because he's the one who told you to throw your net where to that fish. Mama alipokokota wapo, When they pulled the net,
samaki zikaingia ndani. There were fish inside. Wakashangaa sana. People were astonished. Ilikuwa ni samaki ya kawaida. The Bible says that those fish were great fish that even the net was about to Kisha akawaambia mlete mwa ile samaki, mlete moja. Then he told them, bring among those fish, bring one of them. Wakachoma samaki moja pale. They roast one fish. Yesu anahitaji mkienenda kubariki navyo. Jesus wants what he will bless you with, Mtukuze yeye. to praise him, Haikukwenda na leo. not to get drunk. Iko haya usikie mlemavu, iko kwanza mlemavu lakini kwenda na leo hamtaki. It is very shameful to see lame people getting drunk. Faith is a lame. Lakini nashukuru maana mnie hawako. But I praise the Lord because they are not Lakini drunk. mara nyingine tunaona wengine kule nje. But most of the time we see many outside. Kile kenye Mungu anakupatia ni baraka anakupatia. What God has given you, it is a blessing He has given you. Mungu akubariki sana. May God bless you so much. Hiyo ndio ujumbe wa leo. That is the message of today. Yesu amefufuka ili atupatie na samaki. Jesus has risen to give us fish. Kama unahitaji kumwambia Bwana, If you need to tell to God nataka usamehe maisha yangu. to forgive your life, Kama unafanya vitu vyenye havifanyiki vibaya. maybe you are reacting in one way or another which doesn't. Yesu hakuja pale kwamba kupatia samaki na kukutia mbali. God can't come to give you fish and you are in a wrong way when you Wao are. mama unashangaa sasa mama sina naliwaka pombe. Una Most of the time you can hear mothers are getting drunk as well. ile sasa imekana jamaa na msaada jamaa. Sio unakuja na wewe mama mzima mdogo. The time you should sit with your family and get help with your family, you are coming being drunk. Sio unakuja ubadilike. Get salvation and change your life. Sisi maana si habari kama ni haya sana. Most of the time I get news information that you are going in the wrong way for drunkard. Alipatia mili fulani ya kwenda kukula This mjamaa guy wako. gives you 1,000 Congolese francs. It is that to help your family and all the people Ya kusaidia jamaa kuendelea. to help the whole family to go ahead. Ya kuuza vitu ya kusaidia mfamilia. Just to buy things which should support your family. Kama unataka kumwambia Bwana unisamehe kwa If you want to ask God to forgive you, Tete mkono kwa. raise up your hand where you are, please. Mwambie Baba unisamehe. And tell God, Father, forgive me. Mimi ni mkosaji. I am a sinner. Mimi naribisha vitu viliona. I have spoiled many things you have given Nimepata me. samaki lakini naibeba mbaya. You always give me fish and I bring it in a wrong way. You Nipatia baraka lakini naitupa mbali. always give me blessing, but I throw it in the way that you don't want. Fanya tu hivyo. Raise up your hand like this. Asante. Inua mkono fulani. Raise up your hand very well. Asante, tuombe Bwana. Raise up Baba, your tuombe hand. watoto wako. Wewe ambao umefuka kwa ajili yao. We say thank you because you have Wasaidie Bwana. help your children, Father. Aliambia Petro aloe samaki. You told Peter to fish a fish. Alipoipata ilikuwa And when faida. he got the fish, it was a help. Mwingine tunapata Most vifaa. of the time we get Lakini meals, tunakaribisha but Bwana. we spoil those meals. Asijionee huruma. But Father, you always give Lakini forgiveness Bwana, for us. asante maana Thank you, ulikubali. Lord, because you have accepted Wapatie us. akili. Now give us knowledge. Wapatie ufahamu. Give them intelligence Wajue hata kuchunga hazina. so that they can be able to keep Wajue what you kuchunga said. ile unawapatia. So that they can be able to keep what you Wawe na said. maono ya kule mbele. Give them the vision to go ahead. Wabariki na wengine. Bless others. Katika jina la In Yesu. Jesus' name we pray. Amen. Amen. Shangilia Bwana. Kipindi ambacho tutakiacha kuongoza itaongoza. Shangilia. Nimesema kama ilivyo leo, kila mwenye pumzi na msifu Bwana. That all who breathe praise the Lord. Na kila wakati tunasema kama sisi ni mashujaa, maana Mungu na sisi anafanya tuishi kama mwingine. Most of the time we say that we are born because God gives us strength to live like that. Kwa kweli tunataka kawa kama vile mlichukua nyote. The present we are going to give, it is what you know, all of you. Haikasema ulifika hapa na mjue. It is not because you came here and you don't know. Kuna mradi mmoja There is one program ambayo inaitwa ON, which is called Operation Enfant Moral. EN, which means Operation of Child
Christmas. Okay. Yeah. Ni ile operation enfant Noel. That operation Child Christmas. Wale wanaona pia kabla kukusanyika hapa, It is when all of us we are gathered here. tulipoendea kuna sema kwamba pia sisi tupate zawadi kwa ajili ya watoto ambao mara tunakuwa nao. When we met them, they found better that these children should get gift for them. Tunashukuru sana coordination provinciale ya ile ministeri We thank so much the coordinator of this ministry, ambaye ametukubali kwamba tupate na sisi zawadi hizo. those who accept that we should get these presents. Tunashukuru pia We thank also mchungaji Mkwege Reverend Pastor Mkwege, pamoja na baraza ya kanisa together with the staff of the church, na Wakristo wote wanabote together with the Christian of Sayuni Labot, ambao wameelewa maono haya na hata kutia moyo. who have supported this vision to push it ahead. Tunamshukuru pia mchungaji Samuel Kabunga We also thank Reverend Pastor Samuel Kabunga, wa kanisa letu kubwa la Sayuni Kadutu, who is the Reverend Pastor of our mother church at Kadutu, ambaye anatutia moyo wakati wote tunakumbuka tulikuwa pale, na pia ndiye Sayuni lazima mkutano ufanyike. who always encourage us when we prepare such a crusade. Tunashukuru makanisa ya uamsho We also thank the churches of revival na makanisa za SSL, and all the churches of ECC, maana tumeshashiriki zimwa pamoja na nyinyi kubwa na sehemu nyingine. because we have partaken together some of them at Nguba. Tunashukuru maana wanatutia moyo. We thank them because they always encourage us. Tunashukuru pia hata watu mbalimbali wafanyabiashara wa mji wa Bukavu ambao We tukiwaambia even say thank you to different people who make businesses around Bukavu, who support us and encourage us when we have such a program. hao wote tunawashukuru, maana mwaka jana wote walifanya kazi pamoja na sisi na mko mashahidi kisi wameshahidi. And really we say thank you to all of those people who support us, even you saw what they did from last year up to now. Ninawashukuru pia maana hata kama sikwambie mwenzenu akijua habari mnaambianaka na saa ile ile mnakuwa tayari. I thank you also because you are not selfish, because when you get information about this meeting, you spread the news to different people so that they can get the information also. Tunashukuru pia maana mwaka jana tuliona watu wetu tulisema tena wale wa Sweden ambao walisaidia kule Sweden kwa ajili ya kupata ile sikukuu ya
tukaribisha mkutano. Karibu. Na tunashukuru nyote kabisa. We thank you all of you who came here. Kwa jinsi Mungu ametupatia tena tukusanyike kwa hii mwaka wa 2014. We say thank you because God has allowed us to gather once more like this. Na kuendelea kuambia Mungu akumbuke taifa letu. And also keep on asking God to remember about our nation. Najua mahitaji yetu iko mingi sana. We know our needs and the requests are so many. Sisi kama jamaa ya walemavu, We as a family of lame people, lakini tunaamini kama kule mbele Mungu atafungua milango. but we believe that where we are going, God will open us the door. Asante zile jamaa mbo tawapa transport For those people kama kawaida yetu, the transportation means as our habits. kidogo ya kwenda kusherehekea Pasaka. It is just a little thing that to celebrate together with you the Easter. Yes. Tunashukuru Mungu na tunamwalika rafiki yangu Mungu. Okay, we are going to pray. Thank you, Lord Jesus, once more for having given us this wonderful opportunity to be here, to gather here with the lame people. You know how they are discriminated, how they are neglected in the society, but we pray for them, Father, because and we pray for the pastor who has got this great vision in him to support these people, though he has also nothing. Father, we say thank you to help us to reach at the end, because when we began, you began with us, and now at the end, we say thank you because you will keep on being with us until you come, Lord Jesus. We pray this in your name. Amen. Amen.